tuko mubashara kabisa katika mitandao yote ya Wizara ya Afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kabisa, naomba nikaribishe kwaya ya utumishi wa umma kwa wimbo maalum kabisa wa siku hii ya leo. Halafu baada ya hapo tutapata kusikia kutoka kwa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Karibuni kwaya ya utumishi wa umma. Ndugu abiria, habari za wakati huu? Karibuni sana kwa safari tuliyoianza. Tutatumia usafiri wa uhakika ambao ndio pekee unaweza kutufikisha tuendako. Usafiri huu ni bima ya afya kwa wote. Niwahakikishie, safari yetu itatumia muda mchache kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Tunawakumbusha kufunga mkanda muda wote wa safari. Ikiwa utakuwa na jambo lolote la kusema tuwapo safarini, usisite, tuko tayari kusikiliza. Dereva anayeongoza safari hii sio mwingine, ni dereva makini, mwenye uzoefu, ustahimilivu, uthubutu na uzoefu. Si mwingine, ni mtu wa kazi, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, waziri wa afya. Safari tumeshaianza kufikia afya kwa wote, na bima ya afya kwa wote ndio chombo pekee tu kinachoweza kufikisha kule tunakoelekea. Wasafiri tuna amani, tutafika. Lengo ni kufikia afya kwa wote, tena kwa usawa, bila kujali rangi, dini na kabila au uwezo wa kulipia huduma. Kutoa huduma iliyo kamili, sio kutibu ugonjwa tu, ila kulinda, kuhimizana, kuzuia magonjwa pia na kutoa ushauri. Bima ya afya kwa wote yawezekana, ni msingi wa utu na huduma bora za afya kwa kila Mtanzania. Bima ya afya kwa wote ni suluhisho. Bima ya afya kwa wote yawezekana, ni msingi wa utu na huduma bora za afya kwa kila Mtanzania. Bima ya afya kwa wote ni suluhisho letu. Zaidi ya nusu ya watu duniani hawana uwezo wa kulipia matibabu yao. Na zaidi ya watu milioni 100 wanaendelea kusukumwa katika umasikini mkubwa kwa gharama kubwa za matibabu. Hii ndiyo hali halisi. Watu milioni 800 wanatumia 10% ya bajeti zao za nyumbani kulipia matibabu. Hii ndiyo hali halisi. Hii ndiyo hali halisi. Tanzania, Tutafika, tutafika, tunajenga gari wetu Samia. Sio mbali sana, twakaribia. Piga kazi mama, Naona utekelezaji ulivyo. hongera mama, Kwa watu wote yawezekana. asante mama. Mtu kazi Mchengerwa yuko kazini wizara hii ya afya, akimsaidia rais kazi inasonga, takwimu ninazo nasema najiamini. Sana ni zaidi ya 1000 zimejengwa hapa nchini. Takwimu zipo, vituo vya afya zaidi ya 600, hospitali za wilaya zaidi ya 100. Majengo ya wagonjwa wa dharura zaidi ya 81 amejenga huyu raisi. ICU zaidi 28 ziko katika hospitali ambazo hatukuiona.
amejenga mitambo 21 kuzalishia hewa ya oxygen. Amejenga nyumba za watumishi 270 tena. Amejenga kituo cha kutibu magonjwa mlipuko. Tumpe nini mama? Bilioni 916 zimetumika. Ameajiri huyu rais wahudumu wa afya zaidi ya 17. Vifaa tiba ngazi ya wilaya, vituo vya afya hadi zahanati. Bilioni 916 zimetumika. Naunga mkono na mimi na ushahidi wa huduma za afya za kibingwa zinapatikana hospitali za wilaya na vituo vya afya. Hii ndiyo hali halisi. Hii ndiyo hali halisi. Afya ngazi ya jamii, zaidi ya watu 100,000 wanaajiriwa. Ajira za mkataba zimeongezwa kupunguza tatizo la ajira. Mama mjamzito unaweza piga simu 115 Mama, popote ulipo nawe ukahudumiwa ili ujifungue salama. Rais wetu umefanya mengi, huyu mama kaupiga mwingi. asante Raisi, asante kwa kutekeleza. Wizara ya Afya, mtu wa kazi, Mheshimiwa Mchengerwa, pokea maua yako. Asante kwa kutekeleza. Wizara TAMISEMI, Profesa Shemdoe, hongera kwa kazi njema. Asante kwa kutekeleza. Asante. TAMISEMI, Asante kwa kutekeleza. hongereni. Makofi mengi sana kwa kwaya ya utumishi wa umma. Jamani, nashukuru sana. Naomba kiongozi wa kwaya aje hapa mbele tafadhali. Aje. Kila mtu Aite, mamlaka ya serikali. Asante sana. Naomba tupige makofi zaidi jamani. Kwaya ya utumishi wa umma walikuwa na ujumbe mzito sana hapa, ambao utoa wimbo maalum kabisa huo. Naomba nichukue nafasi hii sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kumkaribisha Mheshimiwa Profesa Tumaini Nagu, Naibu Katibu Mkuu, Ofisi ya Waziri Mkuu,